Voice ilikuwa namtafuta, mimi ndo nilikuwa namtafuta sana. Nimemtafuta sana mshikaji, lakini na unajua ile kipindi anatoka wote tunafahamu uwezo wake, wote tunafahamu namna ambavyo mshikaji ana kipaji. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatamani kujua jamaa yuko wapi, kipindi ambacho yuko kimya, unajua jamaa yuko wapi. Kwa hiyo sisi kama watangazaji tulikuwa tuna play part yetu ya kumtafuta jamaa. Mambo vipi mtazamaji wa 96 Link, karibu tukuunganishe kama kawaida kuhakikisha kwamba tutakuunganisha na story mbalimbali za kiburudani zimechomoza na kwa happen kwenye kiwanda kizima cha burudani. Niko na Kamishna Dab Boy. Shwari. Oi, mambo vipi? Tuko vizuri? Kama kawa. Chafua jiji. Bana noma sana. Na pongezi kwenu wazee. Tunapiga sana kazi. Washikaji tunakutana kwenye engo nyingi sana. Big time. Kazi kubwa sana. Big time. Babu kubwa. Hivi kwa hii hali ya hewa mliochafua, naweza kusema kwanza nyinyi mnajiweka namba ngapi? Kusema kwamba kwenye vipindi vya burudani, kipindi cha The Industry tunakiweka namba ngapi? Kuna wana wanatamba sana huko, kila mtu na kipindi chake. Wewe kipindi chako mnakiweka namba ngapi? Sikuwahi kufikiria kwamba kuna muda inabidi watu wajiweke kwenye namba na nini. Binafsi mimi huwa nashukuru sana kufanya kazi na mtu kama Sogi. Na hakuna mtu ambaye hafahamu mchango wa Sogi kwenye hii industry. Sogi Dogi Anta ana mchango mkubwa sana kwenye game ya Bongo Flava. Yule ndo mtu ambaye anajua kila kitu kwenye hii nchi kuhusiana na Bongo Movie, Bongo Flava, siasa. Yaani anajua kila kitu. Sogi ndo mtu pekee ambaye kwenye simu yake nafikiri amekosa namba ya Mama Samia. Bas. Ana namba za watu wote, hata umpigie simu saa 9 umwambie bana Sogi, mimi nina shida ya mtu fulani. Sogi atafanya juu chini ya kupatia hiyo namba na msolve jambo lako. So umeelewa? Kwa hiyo katika mfano huo tu nilokupa, mimi tu kufanya kazi na Sogi, kuwa karibu na Sogi, kuwa kama kijana wake pale, mimi najiona namba moja. So umeelewa? Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba The Industry namba moja Tanzania. Ndio show namba moja sasa hivi bro. Ndio. Trust. Kuna wana wanaopinga lakini wakisikia. Ukipinga unabidi uwe na sababu. Kwa sababu hata hao ambao wanapinga au watakaopinga ndio ambao wanatupigia sisi simu kutuomba baadhi ya vitu na majina ya watu na content. So unaelewa? Sogi mwenyewe ni content. So kama kipindi kingine kinampigia simu Sogi kuhitaji mawazo yake na mchango wake, sasa wewe nani upinga? Bro, moja kwa moja tuanze hapa. Juzi mmefanya interview na Mac Voice, au sio? Ni moja kati ya msanii ambaye anafanya poa, kipaji kiko vizuri kabisa. Kila mtu analijua hilo. Interview imezua maswali mengi sana mtandaoni mpaka leo inazungumza sana. Kwanza tuanzie kwenye point hii. Ni nani ambaye alimtafuta mwenzake kwamba kumuomba interview, kama ni mtangazaji, producer ama msanii mwenyewe? Yaani ilikuwaje kuwaje hapo mpaka bwana Mac Voice akaingia The Industry kuzungumza yale ambayo aliyozungumza? Kwa namna ambavyo The Industry ilianza, unajua mwanzoni ilikuwa kidogo ni changamoto kumwambia mtu unamhitaji kwenye interview na nini, lakini baada ya muda, baada ya kujijenga, kuweka sawa, kutafuta engo ambayo itakuwa ni sisi tu, kuto kufanana na watu wengine, kutokana na content na namna ambavyo sisi tunawasilisha, imefanya pia watu wengi sasa hivi wamekuwa na mwamko wa kututafuta na kuanza kufanya plani za kufanya interview na sisi. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kesi ya Mac Voice ilikuwa namtafuta, mimi ndo nilikuwa namtafuta sana. Nimemtafuta sana mshikaji, lakini na unajua ile kipindi anatoka, wote tunafahamu uwezo wake, wote tunafahamu namna ambavyo mshikaji ana kipaji. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatamani kujua jamaa yuko wapi, kipindi ambacho yuko kimya, unajua jamaa yuko wapi. Kwa hiyo sisi kama watangazaji tulikuwa tuna play part yetu ya kumtafuta jamaa ili kuweza kujua namna gani ambavyo mitikasi yake inaenda. Sio, umeelewa? Kama ana changamoto au kama hana changamoto, hiyo yote ilikuwa natakiwa sisi tujue. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu by that time, ilikuwa ni ngumu sana mpaka juzi kati hapa nilipoona simu yake, ni jamaa amenipigia yeye mwenyewe, ilikuwa ni out of nowhere, tuko bana Dab Boy, ni aje brother? Nikamwambia bana ni fresh. Bana mimi nataka unipangie siku nije tuzungumze, umeelewa? Sasa nikasema kuna issue gani? Mimi nilikuwa sielewi, na of course na unajua kabisa nilikuwa namtamani kwamba bana huyu jamaa yuko kimya ni muda mrefu. Na hapo katikati kulikuwa na sekeseke la masuala ya chaka na nini, clip zake zile, umeelewa? Kwa hiyo nikaona kwamba basi fresh, ngoja tukupangie muda ili uweze kuibuka. So
alivyonicheki na mimi nilivyowasilisha kwenye team, wakasema basi tumpe nafasi tuone anakuja kusema nini. Hatukuwa tunajua. Hamkuwa mnajua kabisa. Yaani hatukuwa tunajua jamaa atakuja kuzungumza kitu gani. Yeah. Kwa jinsi ambavyo ulivyomsikia Mac Voice na story ambayo ameitoa, unadhani ni nani ambaye mwenye kosi kati ya Mac Voice ama Next Level ama Rayvanny? Na ni ngumu kuenda moja kwa moja kujaji kusema kwamba fulani au nani au upande upi una makosa. Yaani ni ngumu sana kuweka wazi kwa kipindi kama hicho, kwa sababu haya ni mambo ya biashara na watu walikuwa na mikataba, watu walikuwa na makubaliano. Kwa hiyo cha msingi na cha sekondari nafikiri ni mamlaka BASATA hapa nazungumzia, lakini pia wao wenyewe kwa maana ya msanii pamoja na management kuweza kutumia ama kusolve hili swala kibusara pia. Umeelewa? Kwamba watafute namna, kwa sababu kama waliweza kukutana wakakaa chini wakafanya kazi, mimi naamini kuna njia nyingine nyingi sana ambazo zinaweza zikatumika kuweza kuliweka hili swala sawa. Umeelewa? Kwa hiyo kusema nani yuko sahihi, nani hayupo sahihi, huyu kakosea, no, ni yani hata wewe nikikuuliza uwezi kusema hivyo. Yaani uwezi kusema kwamba bana Rayvanny ana makosa ama Mac Voice ana makosa, kwa sababu ile ilikuwa ni makubaliano, na makubaliano yanakuwa ni baina ya mimi na wewe. Yaani ni watu ambao hakuna mtu mwingine wakati ambaye anaweza akajua. Umeelewa? Yes, na ndio maana pia ukikutana na clips, kuna watu wanashare sasa hivi clips ambazo Mac Voice alikuwa anafanya interview zamani. Alikuwa anaulizwa kuhusiana na situation ya mkataba wake na the way ambavyo maisha yake yapo pale Next Level. Alikuwa anajibu tu fresh kwamba bana mimi niko poa na Rayvanny ni mtu poa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiona leo anakuja kuzungumza tena mtu huyo ambaye aliwahi kusema kwamba Rayvanny alikuwa ni mtu poa, sasa hivi anasema sio mtu poa, kwa lazima ujiulize kwamba kuna nini, si umeelewa? Kwa hiyo ni wao, makubaliano yao na busara ikiwa kati ikihusishwa kutoka kwa walezi kwa maana ya BASATA, serikali na nini, tunaweza tukapatikana hapo suluhu moja kubwa sana. Kwa jinsi ambayo issue ambayo ilitokea, unaamini kwamba Tanzania bado hatujafikia viwango vya kumanage wasanii? Naona Next Level kama hivyo migogoro imetokea, Konde Gang pia, Ibra ilikuwa hivyo na wasanii wengine. Unadhani ni kwamba tunafeli wapi, ama Tanzania bado hatujafikia level za kuanza kuwa na label? Ukisema hivyo utakuwa tunakosea. Tukisema kwamba hatujafikia level. Nafikiri kila kitu huwa kinaenda kwa hatua. Kila kitu huwa kinakuwa na utaratibu. Unaelewa bana? Kila kitu kinakuwa kina mwanzo. Na huwezi kujua faida ama hasara ya kitu bila kukifanya. Umeelewa? Yes, ama uchungu ama wanasema ngoma huwezi kuielewa mpaka uingie kati, si ndio? Yeah, so tunatakiwa hizi hatua zote tunatakiwa tuzipitie, kwa sababu sisi kuna sehemu tunatamani kufika. Kwa hiyo tutaanguka, tutasimama, tuta yaani tutafanya namna yote, lakini malengo yetu mpaka yatimie. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie vitu vya msingi tunapoingia hapa. Naweka kwenye sehemu mbili, naweka sehemu ya tuseme tatu. Naweka sehemu ya kwanza ya msanii. Msanii kabla ya kuingia kwenye makubaliano unatakiwa wewe uwe na uelewa wa kutosha, ujue unaingia makubaliano aina gani na huyo mtu ambaye unaingia naye, lakini pia uwe unajua unachokiingia, si umeelewa? Unachoenda kufanyia kazi unabidi uwe unakijua. Watu huwa wanasaini. Mac Voice anasema alisaini mkataba ule kwa sababu yeye alitamani kuwa maarufu, yeye alikuwa anatamani hiyo fame, umeelewa bana? Kwa hiyo alisaini kwa sababu ya hiyo, na mwanasheria alikuwepo pale anamsisitiza bana, mdogo wangu sign tu, si umeelewa? Yeye akiwa hajui chochote. Kwa hiyo msanii unagundua kwamba hakuwa na uelewa. Yes. Kwa hiyo wasanii wanatakiwa waelewe kwamba linapokuja swala la makubaliano, hivi vitu havinaga excuse. Kama wewe uko serious, basi make sure uwe una watu sahihi ambao wanakusaidia kuhakikisha kwamba unakielewa kile kitu ambacho unakisaini ama makubaliano ambayo unaingia. Sio, umeelewa? Kwa upande wa management inatakiwa ijue tupo kwenye kiwanda cha aina gani, tuna watu wa aina gani, hali zao za aina gani. Sio, umeelewa? Biashara ambayo inatakiwa ifanyike katika mazingira gani, ili kuwezesha mazingira rafiki kati ya management na msanii ambaye anakuwepo. Sio, umeelewa? Tunajua sanaa yetu bado iko kwenye hatua, bado haijafika kule ambapo
tunasema nchi ya ahadi, bado haijaanza kuwanufaisha watu kwa kiasi hicho ambacho tunajua sisi. Unaweza ukaona mashabiki wanaweza wakajua kwamba bana, kuna wasanii wanatamba kwamba bana mziki unalipa, sijui nimenunua dinga, nimenunua jiwago na nini, lakini ule ni sio kweli. Yani muziki haulipi kiasi hicho. Watu wanatakiwa waambiwe ukweli kwamba muziki haupo katika picha kama ambayo wenyewe mnaiona. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo, ambavyo vikiwekwa sawa ndio huenda tukafikia hata robo ya mafanikio hayo ambayo watu wanayaonesha. Watu waambiwe ukweli. Sio, umeelewa? Kwa nini watu waambiwe ukweli? Kwa hiyo watu wasipoambiwa ukweli ndio utakuja kuona kwamba kuna vijana wachanga wengi wanakuwa wanatamani kuyafikia hayo matamanio ama hayo mafanikio kwa namna yoyote ile. Kwa hata akiwekewa mkataba hapo anaambiwa kwa sababu huu ukitokea umejichanganya ukataka kuuvunja, hapa kuna bii mbili inabidi usitoe. Ataelewa? Haelewi. Utatoa na sign, mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo watu wanatakiwa tuangaliane, tuoneane huruma pia kabla ya kuingia makubaliano na msanii. Tuangalie kabisa kwamba bana, hii kiuhalisia, hii kiwe hivi na mimi nita play part yangu hii. Kama ndo asilimia zako ni 60 kama management, basi make sure kwamba kabla kuitamani hiyo asilimia 60 umefanya yale ambayo unatakiwa uyafanye kwa msanii. Umeelewa? Ili msanii naye play part yake na wewe play part yako. Kwa upande wa serikali ambayo hiyo inakuwa ni sema tatu, BASATA wanatakiwa wawasaidie sana wasanii, lakini pia inabidi wawasaidie hawa mabosi au management, watu ambao wanachukua jukumu la kuwasimamia wasanii. Umeelewa? Wanatakiwa wawasaidie, kwa sababu mazingira ambayo mengi yanayokuwepo hapo ni mazingira ambayo yanaonekana kwamba baadaye yanapotokea changamoto kwamba busara inabidi itumike, huruma na nini, wakati kiuhalisia ile ilikuwa ni biashara. Kwa namna ambavyo vitu vilivyotokea na situation ambayo imetokea, nimeona watu wakijadili sana mitandaoni juu ya hii situation ya Rayvanny pamoja na Mac Voice, na hata pia leo Rayvanny amemtambulisha msanii mpya. Watu wanasema ni kama vile ameendeshwa na pressure then akaja kutambulisha. Kwanza ulikuwa ni wakati sahihi Rayvanny kutambulisha msanii mpya? Kusema kwamba ni wakati sahihi ama sio, nafikiri ni mipango yao wao kama wao, kwa sababu nilishakuona kuna interview Rayvanny alifanya, amesema kwamba ilikuwa ni kabla ama baada ya Eid, katikati hapa, inaweza ikawa before ama after Eid angeweza kumtambulisha msanii. Kwa hiyo kwa namna yoyote yeye atakuwa yuko sahihi, kwa sababu ni ndani ya mipango yao, unaelewa bana. Yes, lakini kusema kwamba ni kwa sababu ya influence, inawezekana yes, kwa sababu popote pale inapotokea watu wanakuzungumzia wewe, wanahitaji wewe utoe majibu ama uelezee kitu fulani, kuna namna ambayo utatafuta ili kuweza kurespondi ama kutoa reaction yako kulingana na hicho kitu. Umeelewa?